Na taarifa za soka letu zinaanzia kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam, wakati ambapo Young Africans ilitumia uwanja huo kucheza dhidi ya Mbeya City, mchezo wa pili wa ligi kuu ya NBC msimu wa 2025-26. Kumbuka mchezo wa kwanza ulichezwa kwenye uwanja wa Sokoine Mbeya, ambapo Mbeya City walikuwa ni wagumu kufungua mlango wa Hormuz. Hatimaye jana waliufungua kwa kipigo cha mabao 6-0 na kupelekea timu hiyo kuvunja benchi la ufundi kocha Mek Maxime pamoja na kocha msaidizi Nizar Alfani, bila kumsahau kocha wa utimamu wa mwili naye aliweza kuondolewa, kwa maana ya Francis Mkanula naye aliweza kuondolewa kwenye benchi la ufundi. Tutajikita kutazama kile ambacho kilijiri wakati mwana mfalme Prince Dube akifunga magoli mawili na kumsogeza kuwa sehemu ya wafungaji ambao wana magoli mengi kwenye ligi kuu msimu huu, akifikia magoli ambayo anayo Fabrice Ngoi wa Ngoi wa Namungo, magoli 8, na hilo lilikuwa ni miongoni mwa magoli ambayo jana alifunga. Ilikuwa ni goli la mapema zaidi, goli dakika ya 6 ya mchezo, wakati akifunga mpira ambao ulitokana na kona ya Pacome Zouzoua. Hapa yupo kocha Michael Yera pamoja na Andrew Kingamkono ambao watatoa ufafanuzi wa kile ambacho alikielewa kwenye mchezo huu ambao wagonga nyundo walikuwa dhofli hali hoi bin taban. Yani Angasole, kusema kweli, jana nilipotazama hii mechi nikaa najiuliza Maxime alikuwa anataka nini cha kwanza kwenye mpira. Unajua kwenye mpira siku zote timu inakuwa na lengo lake, kwamba hii mechi tunaendea vipi, lakini uko unamuona anataka nini, kiasi ambacho kikatengeneza mazingira ambayo yale magoli yakapatikana kwa haraka sana. Yani kiasi ikaondoa kabisa mchezo. Unajua unafungwa magoli 3 ndani ya dakika 17, ni magoli mengi sana. Yani unaonyesha kabisa kwamba wewe uko na mpango dhabiti wa kuwadhibiti hao jamaa, kwa sababu yeye alipaswa kujua kwamba anawajua Yanga uzuri wao, na hata alizungumza kabla ya mechi. Lakini wanasema ndani ya hizo dakika kwanza mpaka 15, kwa maana hiyo ndio timu inatumia kuweza kumsoma mpinzani. Sasa ndio katika kipindi hicho cha kumsoma mpinzani, ina maana kwamba wewe unapaswa kujua, moja, inawezekana warm up wao kufanya vizuri. Kwa hiyo wachezaji wakaingia uwanjani wale wakiwa wana ule uzembe wa kutokuwa wana warm up. Ndio hiyo unakuta unafunga goli nyingi za mapema, kwa sababu mwili unakuwa uko tayari. Ndio maana watu wanataka kufanya sana warm up. Kocha nadhani anajua zaidi hiyo. Kwa hiyo watu wanatakiwa kufanya warm up sana dakika zile kabla mpira hujaanza, ili mkiingia mpira ukianza mnakuwa tayari, mwili iko tayari. Kama mwili haiko tayari, paka mwili unapokuja kuchanganya dakika 20 tayari ushakula goli zako 3, kwa sababu wewe unakuwa mwili wako uko chini. Na ndio kicho kilichoonekana, kama Mbeya City walikuwa wako chini sana, alafu wakawa hawawezi kuziba goli, kulinda. Baada ya wanakuja kukulinda, lakini hawawezi kulinda, na wakipata mpira wanapiga pasi ambazo wanapiga pasi kwenye zoni yao tu, hawatoki kwenye kile mstari wao, wanacheza pale pale nyuma. Tulikuwa tunamzoea Baraka mara nyingi unamuona yuko mbele anapiga cross, lakini kwenye mechi ya jana haikuwa hivyo. Alikuwa muda wote wako nyuma wanacheza, wakipata mpira na wenyewe wanacheza pasi kwenye box huko kwenye upande wao, kiasi ambacho ikawa rahisi Yanga kuwakaba kwa rahisi, wanawapola mipira, wanawafunga. Wamewafunga magoli, yani unaona magoli ya kukosa umakini wa kimchezo. Yani wachezaji wote hawakuwa makini kimchezo. Hata kocha sijui aliwaambia nini kwenye kabla ya kuingia kwenye mchezo. Kwa hiyo kwa ujumla naona Mbeya City jana kipigo ilikuwa kama vile wamekitaka. Umeona, kwa sababu hawakuonyesha ile hali ya kuja kupambana, kwa sababu kwanza wanajua Yanga uzuri wake uko wapi, aina yao wachezaji uko vipi, lakini wao hawakuja na mpango wa kupunguza matatizo. Matatizo yangeweza kutokea, lakini unakuja na mpango wa kujitahidi kupunguza yale matatizo, kwamba tunakwenda tunakabaje, na tukipata mpira tunawashambuliaje. Lakini si vitu ambavyo Mbeya City wamefanya jana, kiasi ambacho unakuta Yanga wametawala mchezo sehemu kubwa, na muda mwingi wa mpira umechezwa kwenye nusu ya Mbeya City. Umeona, muda mwingi wa mpira umechezwa kwenye nusu ya Mbeya City, na magoli yanafungwa ndio kama unaliona. Unaona kabisa watu wanamwacha mtu anaingia peke yake kwenye boksi, anafunga magoli mawili ya aina yamefungwa ndani ya dakika zile 17 za mwanzo. Goli la hilo la Prince la Lania Pacome na la Dube la pili. Kwa hiyo unaona ni kitu ambacho kuna Azangeli na nani nasema na nini linafanana, magoli na ile la Pacome yanafanana. Kwa hiyo kwa ujumla Mbeya City jana ilikuwa siku yao mbaya kwenye mchezo. Hawakuwa na malengo, kila mpira walikuwa wanapata wanapoteza kiwepesi, na walikuwa hawezi kuwanyang'anya Yanga Yanga walikuwa wanaamua wenyewe sasa wachezeji wafanye nini. Kwa hiyo walikuwa wanaamua kila kitu cha kufanya. Ndio maana kipindi cha pili Yanga walipokuja kupoza mchezo, kwa sababu washashinda mechi na Mbeya City na wenyewe wakapoza, wakawa wanacheza bado hawaonekani kuwa na madhara, wanacheza kwa sababu paka kipindi chao kinaisha hawakupiga hata shuti moja hata la kulenga goli, hata la kukosa kulenga goli. Umeona timu ilivyokuwa, yani hawakupiga shuti lolote kwenye lango la Yanga. Kipindi cha kwanza chote kinaisha. Kipindi cha pili ndo wakajitahidi kidogo, kwa sababu Yanga walikuwa wamepoa, ndo wakapiga baadhi ya mashuti ambayo yalikuwa yametoka nje. Kwa hiyo kwa ujumla jana Meki aliingia vibaya,
na kilichompata amekistahili. Sawa. Michael, tunaizungumza Mbeya City ambayo hivi karibuni imecheza dhidi ya Azam FC kwenye uwanja wa Tanzania Kwara, mchezo ambao Azam imetoka pia kucheza mchezo mkubwa kwa maana ya dabi ya Mzizima. Inaenda kuanzia pale mchezo wake uliofuata ikapata alama moja. Mbeya City ambao walicheza mchezo ule kwa nidhamu kubwa sana. Yeah, sure. Tukaipongeza. Lakini nyuma yake tunashuhudia Mbeya City ambayo ilifanya comeback kutoka kwa KMC ya kupata ushindi wa magoli 3-2. Yeah. Ikapongezwa kwamba ni timu ambayo imefanya vizuri. Imekuja kucheza dhidi ya Young Africans ambayo ndio bingwa mtetezi, anatafuta nafasi pia kutetea ubingwa wake. Mbeya ama wana Mbeya walitegemea kwamba Mbeya City ingeweza kuleta maajabu katika uwanja wa KMC kama ambavyo ilifanyika kwenye uwanja wa Sokoine. Na unaona hiyo timu ilikuwepo ambayo mashabiki wa Mbeya wanaweza wakalalamika kwamba hii mechi tumepoteza, ama idadi ya magoli ndio imekuwa ni kubwa kuliko uwezo wa kapu lao kuhimili magoli. Inawezekana kwenye yale ambayo mashabiki walikuwa yakusudia, labda alikuwa na jaribu kuangalia kile ambacho kilitokea kwenye mechi ambayo Mbeya City alicheza dhidi ya Yanga kwenye uwanja wa nyumbani, kwa maana ya kile ambacho alikifanya wakiwa Sokoine kilikuwa ni kizuri kwa upande wa mashabiki wa Mbeya City. Waliwapa ugumu Young Africans na dakika 90 zikamalizika wakiwa hawajafungwa goli. Hiyo ilikuwa inatoa picha kwamba pengine uzuiaji ambao alifanya kule wangeweza pia kujaribu kufanya kwenye mechi dhidi ya Yanga ambayo walikuwa wanacheza kwenye uwanja wa KMC Complex. Jambo ambalo lilikuwa ni gumu kuliapply kiwanjani kwa sababu unaangalia kwenye mipango ambayo Yanga waliingia nayo. Nafikiri walikuwa wanajaribu kulilete kile ambacho kilitokea kwenye mchezo wa mwisho na kuona ni wapi ambapo natakiwa kuanzia kwenye mechi hii. Wao walichoingia nacho kwenye mechi ni kuhakikisha kwamba wanaweka pressure kubwa zaidi kwenye lango la Mbeya City ili wasiwape hiyo room ya kuona kwamba tumecheza kwa muda mrefu, wakaamini kwamba matokeo ambayo yalitokea kwenye mechi iliyopita yanaweza akajirudia tena kwenye mechi hii. Kwa sababu mechi iliyopita ilikuwa ni mechi ambayo Mbeya City ulikuwa unaona angalau nidhamu ilikuwa nzuri kwenye kuzuia, jinsi ambavyo walikuwa na organize maeneo yao yale, kufunga zile njia ambazo ilikuwa ni ngumu kwa Yanga kuweza kuzifungua. Lakini kwenye hii mechi unaangalia kwenye zile dakika ambazo unazigawa, dakika 15 tu za mwanzo ulikuwa unaona jinsi ambavyo Yanga waliingia kwenye mechi wakiwa wanaweka pressure kubwa sana kwenye lango la Mbeya City. Na kwa nini walifanya vile? Ni kwa sababu walikuwa wanajua tukiacha muda usogee, hao wakapata momentum nzuri, wataamini kwamba tunaweza tukafanya ambacho tulifanya kwenye mechi ya kwanza. Kwa hiyo akili ya wachezaji itakuwa ya Yanga itakuwa inashuka, afu Mbeya City akili yao itakuwa inapanda kwamba inawezekana wanangu tukapata kama ambavyo tulipata kwenye mechi ya kwanza, tunaweza kuwakaba hao. Kwa hiyo kwa vuruga kwenye mpango, Yanga kama amehakikisha kwamba dakika hizo za mwanzo sisi tu wa kwanza kwenye kupata magoli. Sasa issue ambayo ilikuja kutokea ni kwamba namba magoli ilikuwa kubwa sana kwenye muda mfupi ambao pengine Mbeya City walikuwa wanatakiwa kuangalia jinsi gani ambao wanatakiwa kugain momentum ya kucheza dhidi ya Young Africans kwenye mchezo. Lakini inawezekana pia kwenye mechi hii ambayo Mbeya City alikuwa anacheza, Yanga alikuwa anacheza dhidi ya Mbeya City. Mbeya City kwenye msimu huu ni miongoni mwa timu ambazo zinaonekana kutokuwa sawa sana kwenye kuzuia, isipokuwa kwenye michezo michache ambayo utaona kuna commitment ambayo inabadilika kwa kiasi kikubwa kwa wachezaji. Mechi ambazo utasema Mbeya City msimu huu amezuia vizuri na utawapongeza ni hii dhidi ya Azam na dhidi ya Yanga ambayo alicheza Sokoine. Lakini mechi nyingine nyingi ambazo Mbeya City wanacheza, unaona ni timu ambayo ni rahisi sana kufikika kwanza kwenye eneo lao, na ni rahisi pia timu kuruhusu magoli kwenye mechi nyingi ambazo wanacheza. Ndo maana wao ni miongoni mwa timu ambazo zimeruhusu magoli mengi. Timu mbili magoli 30 wao na KMC. Ni rahisi sana Mbeya City kufikiwa kwenye eneo lao. Ni kwa nini? Kwa sababu mimi mara kadhaa nimekuwa nikisema hapo kwamba wachezaji wengi wa Mbeya City kitabia sio wazuiaji. Yaani wengi ambao wako kwenye timu hawana tabia ya kuzuia. Yaani nature yao hawana tabia ya kuzuia. Kwa ili wazuie, unatakiwa ukiwa kwenye mechi muda mwingi mwalimu unatakiwa kuwakumbusha zaidi kwamba mje mzuie. Unamaanisha usajili wa timu haukubalance katika eneo hilo la kuzuia, kwa wachezaji ambao wanaweza kusaidia timu kwenye kuzuia? Inawezekana ikawa sawa, lakini inawezekana pia hata wale ambao walikuwa wanatakiwa kuifanya hiyo kazi wajifanye vizuri kuanzia kwenye uwanja mazoezi. Kwa mfano, inawezekana kwenye wakati msimu unaanza, Mbeya City kwenye eneo la kiungo alikuwa anacheza Adili na Chibada.
Chibada akaondoka akaingia Kulandana. Ulikuwa unategemea pengine Kulandana kwa sababu ya sifa zake na tabia zake, kwa sababu ni kiungo mkabaji, sio? Amefanya hivi akiwa Zanzibar, alivyojiunga na Fountain Gate alikuwa alifanya vizuri sana kwenye eneo la kukaba. Ulikuwa unategemea pengine kuona kwamba okay, Mbeya City kwa sababu ya wachezaji ambao wako pale, huyu anaweza akawa ni exceptional kwenye eneo la kuzuia. Atakupa kitu kizuri kwenye kubalance team wakati ambao ina mpira na wakati ambao haina mpira, kwa sababu anaweza kapasi vizuri, anaweza kazuia vizuri. Lakini ameenda, hatujui sasa kuanzia kwenye uwanja wa mazoezi nini kilikuwa kinatokea, kwa sababu tulikuwa tumuone kwenye mechi. Sawa kocha. Ilitosha dakika 45 za kipindi cha kwanza kocha Meck Maxime kuja na mpango mwingine mpya kabisa, ikiwemo hata kufanya mabadiliko makubwa ambayo pengine yangeondoa baadhi ya wachezaji uwanjani. Na alijaribu kuongeza watu tofauti, kwa sababu tunarudi kipindi cha pili ndo alitoka Eliud Ambokile akaingia Willy Mwani. Ambaye Willy Mwani sio kwamba utaongeza namba ya watu wanaozuia peke yake, utaongeza pia namba wachezaji ambao wanaweza wakawa na speed kwenye kuwini ile mipira ambayo kwamba sisi tupo nyuma. Sasa tukipata mpira, nani ambaye anaweza akaforce kwenda kushambulia? Willy Mwani ukiangalia hata mechi zake nyingi ambazo wacheza kwa nyuma, anabana tu na namba kwamba sio mtu ambaye ana goli au ana assist. Lakini ukiangalia kwa kile ambacho anakifanya Willy Mwani, mara kadhaa ameonekana kuwa na hiyo hatari. Ule machachari ambao anaenda kwa mpinzani, unauona kwamba akipata mpira anaweza akawa anakuja kwa kasi na atakupa angalau wakati mgumu. Ilikuwa ni introduction ya kwanza, lakini baadaye ulikuwa unaona alimuingiza Stewart kwenye eneo la kiungo ili kuongeza namba ya mtu mwingine ambaye anaweza akaenda kuongezeka kwa kina Shamte pamoja na Adili Bua, wapate balance angalau kwenye eneo la kiungo ili tuwe na watu wengi ambao anaweza akacheza, kwa sababu Stewart hata wakati ule pia ligi inaanza alikuwa anapata dakika kadhaa za kucheza kwenye eneo la midfield. Okay. Kwa hiyo ulikuwa unaona pengine reaction ya mwalimu, alikuwa anaona okay, kumbe naweza nikawa na wachezaji wengine angalau ambao wanaweza akaniongezea watu tofauti na mwanzo ambao ulikuwa anaingia kwamba una Adil, una Shamte, alafu na wengine ambao anashambulia zaidi. Young Africans kupata mabao 5 kipindi cha kwanza, lakini kupata goli moja kipindi cha pili. Yanga ilirudi kumheshimu Mbeya City. Unajua timu zote duniani ukishamfunga mtu goli 5 kipindi cha kwanza, kipindi cha pili akili ya kiuchezaji inakuwa kwanza inashuka sana, kwamba hawa tushawamaliza, kwa hiyo twende tukaenjoy mpira. Umeona? Hata kwenye kule vyumbani mkiongea, kocha anawaruhusu sasa mkacheze mpira, kwa sababu kile kikubwa mna magoli 5. Unajua mtu kuchomoa goli 5 ni kazi ngumu sana. Kwa hiyo kiuchezaji unajikuta mnashuka morali yenu ya kutafuta goli jingine. Kwa hiyo goli nyingine itapatikana endapo kutatokea makosa ya mpinzani. Umeona? Na ndio kama goli la 6 umeliona. Goli la 6 wenyewe Mbeya City wamelitaka. Aliyepiga mpira kona imepigwa, akaupiga fyongo, karudi golini kwake, kipa kajaribu kupangua, ukamgonga, ukaenda kwa mtu mwingine wa Mbeya City na ukamgonga, ukaja kumkuta Dube akamalizia. Kwa hiyo unakuta ni kwamba ni goli ambalo lilikuja kutoka kwa uzembe wao, lakini Yanga walikuwa washamaliza idadi yao ya magoli. Ili jingine likawa bonus kwao. Kwa hiyo kiuchezaji siku zote ukishashinda, hata kocha Maxime baadaye alisema walivyorudi Yanga kipindi cha pili, kwa sababu washatufunga goli 5, wakawa hawana cha kupoteza, wakawa wanaamua kucheza mpira. Na hata unaona kocha Yanga alijaribu kutoa watu wengi, akaanza kuwaingiza wengine kuwapa nafasi ya kuzoea mechi na kupata idadi ya mechi na hesabu zao ziongezeke. Kwa hiyo mchezaji, mechi ilisha kipindi cha kwanza, goli la Shabalala lilimaliza mechi. Sawa. Shukrani ndugu Kinga Mkono pamoja na Michael Yera wakitolea ufafanuzi hapa mchezo ambao kipindi cha kwanza ulienda ukiwa na magoli 5. Pengine wale ndugu zetu wa biashara walisema hapa sasa wakirudi hapa itaongezeka tena, itakuwa mengi. Mambo kama magumu. Biashara zikawa ngumu. Yaani hapa inabidi uende na machale, yani wanaita machale. Hapa kipindi cha kwanza 5. Kipindi cha pili hapa hamna 8 10 ndio unaanza kusonya hata ile Brazil walipopiga Brazil Ujerumani walivyoandika Brazil. Kocha aliwaambia Wajerumani sasa hao wakubwa wenzetu waheshimu. Na jamaa alivyoenda kufunga goli la 7 akaamua kumtoa kwamba tulikubaliana kwa kuongeza goli hao wakubwa. Unaona tusiwadhalilishe nyumbani kwao. Ile mechi ndio wanasema Mbeya City alikuwa hajaambiwa kwamba hakupata taarifa. Hapo aliporudi ndio shule yake na kafunga tena. Sawa. Sasa katika baada ya mchezo huo kumalizika, Mbeya City usiku huo waliweza kufanya makubaliano ya pande zote mbili, kwa maana ya kumsimamisha ama kumuondoa kazini kocha Meck Maxime pamoja na wasaidizi wake wawili, kwa maana jumla 3, ambapo taarifa kwa umma inasema klabu ya Mbeya City FC imefikia makubaliano ya pande zote mbili kusitisha mkataba wa kocha Meck Maxime pamoja na wasaidizi wake ambao ni kocha msaidizi Nizar Alfani na kocha wa utimamu wa mwili Francis Mkanula.
tunatambua na kuthamini jitihada walizofanya katika kuboresha utendaji wa timu yetu na tunamshukuru kwa mchango wake uliotukuka kwa kipindi chote alichoongoza timu yetu. Tunamtakia kocha Meck Maxime na wasaidizi wake kila laheri. Imetolewa na mtendaji mkuu Mbeya City. Mtendaji mkuu tamjua mwenyewe ni nani? Kuandika eneo kutaka hata kuweka anwani kwamba hamna chochote, yani wenyewe picha pia simemwona. Mwenye picha ndio huyu. Picha memwona na tumepost kwenye ukurasa wetu. Basi tushamaliza. Kwa hiyo kocha Meck Maxime anaondoshwa kwenye benchi la Mbeya City. Anakuwa ni miongoni mwa makocha ambao hivi karibuni anakutana na matukio hayo ya kuondolewa kwenye timu. Nahisi Meck amestahili kutoka Mbeya City kwa sababu ya matokeo haya ya Young Africans. Kusema matokeo ya Young Africans sidhani kama inaweza ikawa ni jibu sahihi. Unaona sababu sio matokeo ya Young Africans ama ni sehemu ya kile ambacho kilikuwa kinatafutwa kwamba tutafute, labda alikuwa anatafuta immediate cause kwamba hapa wapi tutapatia sababu tutapata sababu wapi, kwa sababu kama wakiangalia kwenye mechi za hivi karibuni alicheza dhidi ya KMC akashinda, mechi dhidi ya Azam akapata sare. Hizo ni alama 4 katika zile alama 17 ambazo wanazo, alama 4 amezivuna hivi karibuni kwa sababu aliganda kwenye alama 13 kwa muda mrefu kama unakumbuka. Lakini Meck pia ndiye ameongoza Mbeya City kupata ushindi wa kwanza kwenye uwanja wa nyumbani. Walikuwa wameswagwa sana msimu mzima tangu wamezikusanya. Meck pia amekusanya alama kwenye hizo ambazo amezipata mpaka sasa, kwa sababu kwenye mechi ambazo Meck amepata ushindi, alishinda pia dhidi ya TRA magoli mawili kwa bila akiwa ugenini kama unakumbuka. Ameshinda hiyo dhidi ya KMC, sare dhidi ya Azam FC alama 7 hizo. Mechi nyingine Meck ndo alikuwa anacheza nyumbani afu akakutana na wakati mgumu. Kwa hiyo angalau unaona sio kwamba hajevuna alama, lakini Mbeya City ilikuwa nafikia kipindi ambacho inawezekana wenyewe pia akawa wajui shida ni nini kwenye timu. Wewe tathmini yako, kuna upande mchambuzi, upande kocha. Tathmini yako ni nini? Kile ambacho kimesababisha pia Meck kuondolewa. Inawezekana matarajio ambayo Mbeya City alikuwa nayo baada ya kumfuta kazi wakati alikuwa ni Malale 50. Malale 50 alivyoondoka walikuwa wanadhani kwamba watampata mtu ambaye anaweza akaleta immediately matokeo ambayo atakuwa ni bora zaidi. Na good luck kwa Meck Maxime, aliingia na akapata room ya kufanya usajili wa dirisha dogo la usajili, ambapo alienda sokoni akaongeza baadhi ya wachezaji. Miongoni mwa wachezaji ambao wameongezeka ndo hawa kina Lida, Ida Shamte, kina Naushad, ambao kwenye impact ambao ameitoa kuna kitu ambacho nakiona. Kwa mfano Naushad amefunga magoli 2 tangu amejiunga na timu. Shamte amepata muda mwingi wa kucheza kwenye eneo la midfield. Mchezaji mwingine ambaye ameongezeka baada ya Meck na anapata nafasi, nafikiri hawa wawili ndio ambao regularly wamekuwa wakicheza. Wengine ni wale ambao hata Malala 50 alikuwa anafanya nao kazi. Kuja kwa hawa wachezaji kwenye dirisha dogo kulisaidia kuiona Mbeya City inabadilika na kutoka pale ilipokuwa kiuchezaji na kupanda kiwango walao. Sio kwa kiasi kikubwa au sio kwa 100%, kwa sababu ingekuwa ni kwa kiwango kikubwa, tafsiri yake ni kwamba ungeona pengine timu inakuwa na mwendelezo ambao uko chanya zaidi kuliko mwendelezo ambao bado unayumba au unasuasua. Sio kwamba Meck alikuwa pia amejipata sana kwenye kikosi cha Mbeya City. Yani alikuwa hajaipata ile 100% kwenye kile ambacho alikuwa anakihitaji kwenye timu, kiasi ambacho ungesema pengine hii sasa ni kitu bora kabisa ambacho timu imeweza kukivuna. Sawa. Sasa hao unaoshuhudia kwenye nafasi ya 13 ndio Mbeya City, ambao pia wameondoa benchi lake la ufundi kwa maana kocha, msaidizi wake pamoja na kocha wa utimamu wa mwili. Wamekusanya alama 17. Magoli ambayo waliofunga na waliofungwa ukiyatoa, basi wanakuwa wanadaiwa kama deni la magoli 14 ambayo wanatakiwa kulipa. Wamefunga 16, amefungwa 30. Michezo 19 ambayo wamecheza, alama 17. Endu kinga mkono. Wengine ambao wako huku chini kwa maana Fountain Gate alama 16, Tanzania Prisons alama 14 na KMC alama 9. Ni sahihi kufanya maamuzi haya, ambapo angeshinda mchezo mmoja tunamzungumzia timu ambayo ingeingia kwenye nafasi ya 10 kuanzia kwenye nafasi ya 10 au
11 angesogea juu, angekaa maeneo hayo. Kama angepata matokeo hata jana, kama angeshinda jana, angemshusha Coastal Union, angemshusha Coastal, maana angeenda hadi nafasi ya 12. Unaiangalia Mbeya City, yani safari ya Maxime nilikuwa naiona tangu kwenye mechi yake dhidi ya KMC. Ndio. Yani yeye na nani wa KMC aliondoka yule? Bares. Ilikuwa ile mechi ilikuwa inaamua nani anabaki nani anaondoka. Kwa sababu wote walikuwa kwenye mazingira hayo. Yani ulikuwa unaona kabisa ndani ya uongozi kwa mazingira alivyokuwa anaenda kwa timu zao. Ilikuwa hamna namna. Bares alitoka mapema kabla ya ile mechi. Mechi ilivyochezwa ndo akafukuzwa. Taarifa baada ya kufungwa ile mechi. Baada ya kufungwa ile mechi ndio ikatoka taarifa kwa umma. Alivyopoteza baada ya kumaliza kile kipigo cha mabao 3 kwa mawili ndio safari yake usiku na mechi alipopona. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa ni muendelezo ambao yani kama ilikuwa inasubiriwa wakati sahihi. Lakini kwa timu ya Mbeya City kwa jumla ulikuwa unaona kwamba ilikuwa bado haijakaa vizuri, japokuwa ilipopata ule ushindi uliona kama kuna kidogo kuna ile hali ya kujiamini ilianza kurudi. Ndio maana hata mechi dhidi ya Azam ukaona wamekuja wakacheza vizuri wakapata sare. Hivi pale chini kwa maana KMC, Tanzania Prisons, Prisons walifukuza kocha, Coastal wote wamefukuza kocha. Yaani wale wote ambao wako chini. Wote wamefukuza makocha. Umeona? Kama hao Mbeya City wanamfukuza kocha wa pili. KMC pia ashafukuza makocha wawili. Maana atakakuja kumalizia ni kocha wa 3. Mimi ukocha siwezi. Prisons ndio wamemfukuza mmoja, sasa hivi amechukua mwingine ambaye naye pia ukiangalia jeshinda mpaka sasa hivi amepata sare kwenye mechi 2. Maana nao akisema tena wakaze Ng'ong'o, walete Ng'ong'o naye pia atamfukuza kwa sababu